السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي العظيم الغفور الرحيم العلي الحكيم قضى فأسكم السعي وعافى الثقيم وكدر فأعان الضعيف وأوغى القويم وقسم عباده قسمين طائع وأثيم وجعل ما لهم إلى دارين دار نعيم ودار الجحيم ثم الصلاة والسلام على المصطفى المرتضى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. watukufu Waislamu na wasiokuwa Waislamu ambao mnafuatilia chaneli yetu ya Nyonuru Cinema, tumerudi tena katika vipindi vyetu maalum katika kuelimisha watu na kuambia watu mambo mbalimbali ambayo ni mwongozo kwao katika maisha. Wakisikiliza, wakielewa na wakijifundisha haya ambayo tunayowaambia, huenda ikawa sababu wao kufanikiwa katika maisha, kwa sababu wengine wako mbali. Kwa hiyo ule umbali wao wakipata maelezo kama haya ambayo yamethibiti katika maulama au yamethibiti katika watu wanazuoni wakubwa wa elimu hizi, huenda ikawasaidia katika maisha yao. Na leo tunakwenda kuzungumza, wanasema ar-ru'yatu daraiji walqismatu ala hasan, ndoto za mtu ambaye huenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuandalia daraja kubwa katika maisha yake. Nikisema daraja na maana kuinuliwa, sawa? Kuinuliwa katika uchumi, kuinuliwa katika kazi, kuinuliwa katika namna yoyote ile ya maisha, kuinuliwa katika biashara, kuinuliwa katika mipango. Yani ndoto za mtu ambaye akiota ndoto hizi, basi huenda mbele akainuliwa kiuchumi, akainuliwa kidaraja, akainuliwa kicheo, akainuliwa kwa namna yoyote ile ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamuinua. Sasa kuna wengi katika maisha leo wanaota ndoto hizi, lakini hawajui, je, ndoto hizi zina maana gani? Kwa hiyo nipe sikio lako, huenda wewe ikawa ni miongoni mwa watu ambao wanaota ndoto hizi za kuinuliwa kiuchumi, kuinuliwa kivyeo, kuinuliwa kimadaraka, lakini ikawa bado hujaweza kujua tafsiri ya ndoto hii. Na wanachuoni wanasema katika vitabu mbalimbali, kina Ibn Sirin na wanachuoni wakubwa Ibn Lubusigi wa mambo ya tafsiri ya ndoto, anasema qala Ibn Qayyim, anasema Imamu Ibn Qayyim anasema ar-ru'yatu sadiqa, ndoto iliyokuwa bora, alamatu tuadhana bisidqiha, mara nyingi ile ndoto inakuwa ni alama ya ukweli kwa yule muotaji. Alamatu bisidqiha, inakuwa ni alama katika alama ya ukweli ya yule muotaji kwamba atakuwa kweli. Anasema Imamu Ibn Qayyim kwamba vipi atakuwa kweli. Wanashhadu bisahihiha, na tunashuhudia ukweli wa ndoto ile kwamba utaweza kutimia. Fayataghassara ar-ra'il bisharati min Allah, ajue yote anayoyaota mja huyu, hata kama ni maskini, hata kama ana cheo kidogo kazini, hata kama hana mafanikio, basi anasema ar-ru'yatil bisharatu min Allah, ndoto hii au ndoto hizi zitampa bishara kwa Mwenyezi Mungu, huenda akainuliwa. Na sisi sote tuliokoko Marekani, tuliokoko Ulaya, tuliokoko Katari, tuliokoko Arabuni, tuliokoko katika nchi mbalimbali, kila mtu anataka cheo, kila mtu anataka kuinuliwa kimaisha, kila mtu anataka bosi wake ampandishe daraja, atoke sehemu aliyokuwa nayo aende sehemu nyingine. Kila mtu anataka maisha yake, kama alikuwa anapata 200,000 awezi kupata 500,000. Ndio maanisha kwamba bisudikia sahihi bishara, kwamba kuna bishara kubwa ambayo inakuja kwa mtu huyu anayeota ndoto hizi. Ndoto za aina gani? Za kuinuliwa kiuchumi na kupandishwa daraja. Kwa hiyo kaa vizuri,
Unisikilize, nitakwenda kuzitaja ndoto hizi moja baada ya moja, huenda na wewe unazo. Sasa kama unazo ndoto hizi, ufanye nini katika maisha yako? Au ufanyiwe dua gani? Au kuna maelekezo gani ili malengo ambayo unayoyaona ya kupandishwa cheo, ya kupandishwa daraja, ya kupandishwa ofisini kwako, ukapata mamlaka mazuri, ukapata neema, watu wakakupenda, jamii ikakupenda, na we mwenyewe ukaona sasa kweli mimi wanasema maneno ya vijana, nyota yangu imeng'ara kwa namna ambayo ipo. Anasema fil manami, katika usingizi wako. Kwanza, dalili ya kwanza anasema at-ta'bin dallat ala safa al-ghina. Unapolala usiku, wakati umelala, at-ta'bin dallat ala safa al-ghina, unaweza kupata mitihani mingi sana na tabu katika usingizi, hali ya kuwa wewe umelala lakini ukapata tabu nyingi sana. Lakini anasema baada al-faqri, lakini ule ufakiri ambao unauona ndani ya usingizi, fahuwa al-ghina, kinyume chake ule ufakiri unauona usingizi, huo ni utajiri. Hizo ni pesa, hayo ni majukumu ambayo utakayopewa, huo ni utawala ambao utakuwa nao. Anasema baada ta'batan, baada kupata tabu. Kuna watu katika ndoto zao wanapata tabu sana, wanahangaika sana, wanateseka sana. Mtu anaweza kuota ndani ya ndoto yake amekuwa maskini, fukara, nguo zimetoboka. Anaweza kuota katika ndoto yake hana chakula cha kukila, yeye na watoto wake wana njaa. Anaota katika ndoto, anaota katika ndoto amefukuzwa kazini, anaota katika ndoto yake yeye hana pa kushika, anaota misukosuko mikubwa. Basi anasema Imamu Ibn al-Busayi, anasema taabun, zile tabu anazozipata, dallat ala al-ghina, zinamaanisha kwamba huyu ataweza kuwa tajiri, ataweza kuwa ana mamlaka, ataweza kuwa ana cheo, ataweza kuwa. Kwa sababu gani? Yale anayaona usingizini ni kinyume chake. Ameona ufakiri, kinyume chake ni utajiri. Akiona utajiri, kinyume chake ni umaskini. Kwa anasema ta'bin dallat ala al-faqri ba'da hadhihi rabi'a, kwa kuona kile ambacho alichokiona. Hiyo ni dalili ya kwanza. Dalili ya pili, wa in kana ar-ra'i maridan faqad qarrabahu wa ajalla wastariha. Lakini dalili ya pili, mtu anaweza kuona ndani ya usingizi wake amekuwa mgonjwa, anaumwa sana, amelala kitandani, hawezi hata kuinua mkono, amekuwa dhalili, watu wanamtizama, watu wanaangalia, wanasema mgonjwa huyu atatutoka kama si leo au kesho. Yeye mwenyewe lakini anajiona amekuwa mgonjwa, tena mgonjwa wa hali mbaya katika usingizi. Na hili pia niliwahi kuulizwa maswali mengi sana. Kuna watu wanaota wanaumwa ndani ya usingizi, wapo kitandani, maana yake nini? Anasema shekhe, qarraba ajala wastiraha min qaida dunya wa ta'ishuha ala raiha. Basi huyo anayeota ugonjwa, huyo anayeota ana maradhi, huyo anayeota kwamba tayari amekuwa mgonjwa, istirara min nuqudi dunya, kuna nukudi za kidunia. Nukudi manake ni fedha. An-nukudi, wataalamu wa lugha za Kiarabu wanasema an-nukudi manake ni fedha. Basi huyo ataweza kupata fedha nyingi na kuinuliwa. Anasema na kuinuliwa, wa yaishuha rubbama taghallamat rahata ala alqaidi, na ataishi katika maisha ya raha yaliyokuwa hayana kaidi, manake hayana vituko. Na maanisha kwamba ukiota unaumwa, basi katika hizi ndoto za kuinuliwa kiuchumi, kuinuliwa daraja au kupandishwa cheo au kuwa na maisha mazuri, huenda wewe ikawa ndo mmoja katika watu. Kama utaota umeumwa au unaumwa sana au umelala kitandani au maisha yako yamekuwa dhalili, umekuwa mgonjwa. Kwa hiyo kuwa mgonjwa katika ndoto ni moja katika dalili ya hizi ndoto naelezea leo za kuinuliwa kichumi na kupandishwa daraja na kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo akasema arrahata ala qaidihim, kuna raha katika maisha ambazo zitakuja, lakini maisha hayo yatakuwa sio maisha magumu. Rajulun, ikiwa wewe ni mwanamke, mwanamme, au imraatun, ikiwa wewe ni mwanamke, anasema tamliku ruusi nas. Allahu akbar. Tamliku ruusi nas, utaweza kuwamiliki watu.
tamliku ruusi nasi, utaweza kuwamiliki watu, watuadhimuhum qatrahum, na watakuadhimisha, yani watu watakukubali wewe, yani watu wote watakukubali wewe, yani wale watu wa karibu yako, mabosi zako, watu wale wa nyumbani, watu wa kazini, watu wa ofisini, watu ambao wamekuzunguka. Anasema tuadhimu lahu, watakukubali na watakupandisha daraja. Kama leo naelezea ndoto ya daraja tu, watakupandisha daraja. Ndo hapo nasikia tu imeletwa barua na bosi kwamba bwana wewe leo sawa, tumekutoa cheo hicho, tumekupa cheo chengine. Bwana leo wewe tumekutoa nafasi yako uliyokuwa nayo, tumekupandisha sehemu nyingine. Au kama unamiliki mabasi 10, unaona ndani ya miezi miwili mabasi yamejizalisha, umepata mabasi mengine. Kama unamiliki biashara yako ile unaiona tu kwamba imekuwa kutoka nafasi iliyokuepo imekwenda katika nafasi nyingine. Kama ulikuwa unamiliki labda maisha madogo, basi uende ikawa wewe tayari unatoka nafasi ile unakwenda katika nafasi nyingine. Nasema ruusi nas, utamiliki vitu vya watu, na kusudia kwamba wale watu wote waliokuoko pale wanaokuzunguka katika maisha yako, iwe wawe pale au wasiwe pale, lakini tayari unawamiliki katika hali yako ya maisha. Tadullu ruya, ndoto hizi za kuinuliwa cheo, nasema sawa, ala almutasarrafa fi ruusi amwala nas, zina maana sana kwamba wewe amwala nas, watu watakuletea fedha, au watu itakuwa mzunguko wako wa pesa unatokana na wale watu. Yani anasema kwamba mzunguko wako wa pesa utakuwa mzuri unatokana na wale watu. Kasabari rubama dalla ru'yati ala almaut, kwa sababu wewe umetoka katika ndoto ya mfano wa mauti. Kwa hiyo mtu akiota ndoto ya mauti au yuko mgonjwa, ajue hizo ni ndoto za daraja, za kuinuliwa cheo na za kupandishwa katika hali mbalimbali. Alwaqa'a ash-shadaidu, vile shida unazopitia katika kile kitanda cha ugonjwa wako. Kumbuka unaota katika ugonjwa wako, kanat ruusi majhulatun wa inma bisha'riha wa qarrabaniha wa dumu'iha, utakapoinuka pale ndani ya usingizi ule. Anasema shehe kwamba ukiota mgonjwa, umezindukana usingizini hafla, umezindukana labda katika ile ndoto, basi anasema hamidan lillahi ta'ala, kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala majlulatin bisha'riha, kwa ule ugonjwa au yale mambo uliyoota katika usingizini. Lakini wadamaiha ala fina'il ulamai wa miskin ra'asiha, anasema kama una miski, unajua miski, kama una mafuta ya miski, basi jipake katika paja lako la uso. Halafu kuna maneno nitakwambia baadaye ujifundishe kuyasoma pale pale, kwa sababu ni moja katika kuinuliwa cheo, ni moja katika daraja, na ni moja katika kupata mali katika njia ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuletea katika njia za usingizi. Hiyo ni dalili katika dalili nyingine. Dalili nyingine ya kuinuliwa cheo ndani ya usingizi inasema alhakimu alayhi fabada mashkulatin shadaidu alyasa birruusi, anasema maliku ruusi nasi fi biladihim ala ikhtarihi. Unaweza kuona fi biladihim maliki ruusihim, kwa mfano nchi labda inaongozwa na rais fulani, kwa rais yule akakujia ndani ya ndoto, ukamuona yule rais amekujia, umekaa naye pamoja, mnakula chakula cha mchana, mnazungumza na yule rais. Ruusi nasi ala dunia ala qarari ala hadha amwali, anasema kwamba awe anaishi katika ile nchi. Ukamuona rais labda wa Marekani, ukamuona rais wa nchi yote Tanzania, ukamuona rais wa Marekani, lakini unakula naye, haimaanishi rais wa nchi yoyote yule, lakini unajua kama huyu ni rais. Umekaa unakula naye chakula, mnazungumza sawa katika ndoto, lakini anakukaribisha Ikulu, anakuambia karibu, yani mmekaa mna maongezi na mtu ambaye ni mtawala katika ile nchi. Subhanallah. Na hizi ndoto wanaota sana watu, lakini hawajui kwamba ndoto hii ni moja katika ndoto ya kuinuliwa daraja. Ndoto hii ni katika ndoto ya mafanikio katika maisha. Kwa hiyo anasema baada ya kuona ndoto hiyo, wa amiru ala dhafratin bil i'la'i, na inakuja katika ndoto hiyo kwamba unahisi mazungumzo wewe na rais, mazungumzo wewe na mtu mwenye mamlaka, mnazungumza vizuri kabisa. Anasema yanalu ma yurid, unamueleza yale unayoyataka wewe
kumuomba kazi, labda kumuomba hivi, wayanalu man yuridu watakallama bi ra'si hasratan ala jawariha, halafu anakutimizia yale malengo ndani ya usingizi. Hafla unajiona kwamba wewe yale malengo yako ambayo umeyaomba pale yametimizwa ndani ya ndoto. Anasema shekhe, mtu huyu mankusi ra'si udhrat al-umri, hatoishi katika dunia mpaka akamaliza umri wake, yasitimie haya malengo ambayo yeye ameyaona ndani ya ndoto, malengo ya kufanikiwa, malengo ya kuinuliwa daraja, malengo ya kupata mali, na malengo ya watu kukukubali katika njia za aina mbalimbali. Kwa hiyo dalili nyingine kwamba kuona mtawala umemwona ndani ya ndoto, unazungumza naye, mnakaa, mnajadiliana, mnapanga, halafu akakutimizia yale malengo ambayo uliyoyapanga. Kwa ni moja katika dalili ya kwamba wewe utapata baraka, utapata neema, na kuna khairi na daraja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuinulia. Waqila, dalili nyingine, ra'satun maqlubatan dhalika yadullu biyamanati ala safratin ala mani'u yamanna bihi al-hadri. Lakini kuna jambo lingine unaweza kuota ndani ya ndoto, kwa mtu ambaye ataota ndoto za daraja hizi, ametoka safiran, amesafiri, amekwenda nchi nyingine, amekwenda maeneo mengine. Kwa mfano yuko Afrika lakini akajiona yuko Arabuni, labda yuko Afrika akajiona labda yuko Ulaya, yuko Afrika labda akajiona yupo katika nchi za aina mbalimbali, au labda yuko Ulaya, anaishi Ulaya lakini akajiona ametoka eneo lile ambalo analoishi amekwenda katika nchi nyingine, nchi labda ametoka, labda mfano labda ametoka Qatar, amekwenda labda wapi, Imarat, ametoka Imarati, labda anajiona usiku amekwenda Dubai, ametoka Marekani amejiona ameingia Toronto, ameingia Canada, ameingia Uswizi, ameingia Ujerumani Mashariki. Yani yeye ndani ya ndoto zake ni mtu wa kusafiri na kutembea katika miji ya aina mbalimbali. Tena miji ile, basi angalia sasa, miji ile atakuja kuiona vile vile ilivyo, khurujatin ala athari wa tamathili ba'da i'tahu, ataiona miji iko vile vile. Akija akifungua simu yake akiweka mji ule, mfano Ujerumani, anakuja kuona mji ule ule pale pale alipokaa yeye, alipotua, akauona ule mji uko vile vile. Akiangalia Marekani anaiona iko vile vile, akitizama Australia anakuta iko vile vile. Na usiku alifika, lakini yeye mwenyewe hata pasipoti hana. Subhanallah, hata ile pasipoti ya kufika kule, visa hana, lakini amefika katika miji mikubwa dahari, miji ambayo imeendelea katika maendeleo ya aina mbalimbali, amefika pale. Basi yamanna min khurujahu, kutoka kwake kwenda katika miji hiyo, ala yara, akaiona, ma tamallaka ajiban lakin ajiban, ye akaona ajabu. Kwa nini amefika pale? Basi anasema rahaiya al-insan, basi huyo ni mwanadamu ambaye faqad ra'agha farahatun, ameoneshwa mambo mazuri yenye furaha kwake. Sawa, law alama fi dhalika famara yakuna bigi jami'an nas bi alsinatahum, ataweza kuona sawa mafanikio yanatokana makubwa kwa ile miji ambayo ameiona ndani ya ndoto, basi huenda akaizuru kwa baadaye au akafika kwa baadaye. Ndoto hizi zinatokea. Kuna watu, mimi wengi washanipigia simu, Sheikh, mimi nilikuwa nina ndoto zamani za kusafiri kwenda katika nchi mbalimbali sana, lakini nashukuru lengo langu limetimia, nimefika kweli katika nchi zile kufanya kazi, kutafuta maisha. Sheikh, mimi zamani nilikuwa nikiota kusafiri kwenda Ulaya, lakini kweli baadaye nimefika Ulaya, lakini kuna vitu tu bado havijatimia, na nilikuwa nikiona mimi ndoto nzuri Sheikh, lakini baada ya kufika Ulaya ndoto yangu imetimia, kufika Ulaya, kufika Arabuni, kufika wapi, lakini kuna mambo yaendi. Sasa hapo nitaweza kukusaidia katika njia nyingine. Na ndio maana tunasema Sheikh Salum Damba katika mambo ya ulimwengu wa ndoto, katika ulimwengu, nadhani mimi nimebobea katika hali hii na ninaweza kukuelekeza jinsi gani ya kufanya. Na tunapatikana hapa Tanzania kwa namba yetu ya 0714657173, 0714657173. Tupo Vikindu, Magogo Matatu. Una shida, una mitihani ya ndoto hizi, ulishafungwa, watu walikufunga, ulikuwa ukiota ndoto nzuri za kuinuliwa daraja, kupandishwa cheo, kupata kazi, lakini leo ndoto hizi huna tena. Ndoto zako za kichawi,
ndoto zako za majini, ndoto zako za mitihani mbalimbali. Kwa hiyo pengine watu walikufunga hivi ili usipate cheo, watu walikufunga hivi ili usipate daraja, watu walikufunga ndoto hizi ili mradi uwe masikini. Kwa hiyo ni moja katika jambo ambalo tunapenda kukuambia kwamba solution imepatikana. Sheikh Salum Damba nipo na nitaendelea kuwepo kwa uwezo wa Allah. Cha msingi unitafute, namba yangu ya WhatsApp inapita hiyo, unaambie shekhe, kweli hayo yote uliyosema mimi nayaota, lakini bado mimi mshahara wangu uko chini, bado mimi sijainuliwa daraja langu kazini, bado mimi mpaka leo hata bosi wangu hajaniongezea mshahara, bado mimi malengo yangu hayajatimia. Shekhe, nafanyaje na mimi hizo ndoto zote ninaota? Kwa hiyo kuna njia ambayo nitakwambia ufanye au tufanye kwa pamoja, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala katika dua mbalimbali. Na dua kubwa, kuna kitabu hichi al-Maslaqul Qarib. Al-Maslaqul Qarib, hichi kitabu likulli sa'ilin munib. Al-Maslaqul Qarib, kwamba kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, likulli sa'ilin munib, kwa kila sa'ili, kwa kila maombi ambayo wewe unamwambia Allah akujibu kwa haraka. Hichi kitabu kwa mtu ambaye anaota ndoto ya utajiri kama hivi na kuinuliwa, mimi napenda apendelee kusoma biidhnillah tabaraka taala, huenda Mwenyezi Mungu akamuinua katika hali ambayo anayota. Lakini namalizia dalili nyingine ya mwisho kutokana na muda. Anasema Sheikh Muhammad ibn Sirin, in kana raa fi hadhihi khashyatin au rais, mezungumza habari ya rais tayari, fi dhallati man raa ra'sana ru'usi hadhihi aibatan alayhi jahara ya rais yukadhabu alayhi fa idha qara rukbatan alayhi dina. Lakini mara nyingine anaweza kuota amemiliki, yuqarabu ilayhi amwala maliku ra'asiha, amemiliki mali katika usingizi wake na pesa nyingi, pesa zile ambazo zimejaa katika chumba au ameziona zimejaa katika eneo, au anaziokota pesa njiani. Akitembea anaona 10,000 anaokota, akitembea anaona 20,000 anaokota. Au amefika sehemu kuna shimo, lakini lile shimo amekuta mali nyingi sana, amekuta dhahabu, amekuta dinari, amekuta madola, amekuta Tanzania shilingi, amekuta kila kitu ambacho kipo pale, sawa. Lakini ndani ya ndoto ameota, huyu ameota chumbani kwake kumejaa pesa, ameota katika mto wake amelala kuna pesa, kuna madhahabu, kuna fedha katika njia mbalimbali. Anasema maktu'atun biyadahu, akazichukua zile pesa katika mkono wake, maktu'atan biyadahu fi hamalihi, akazibeba zile pesa katika mkono wake, akazitia mfukoni au akazikusanya zile pesa. Wa asba'tu adhiman li ziyarati, na akaamka asubuhi kwamba anaamini atakuwa ana ziara ya kwenda kununua nyumba, kwenda kununua labda magari, yani kaota, lakini ameziweka yale malengo katika ndoto, ameyafanya kwamba kesho asubuhi nikiamka, pesa hizi lazima nikanunue nyumba, lazima nikanunue gari, lazima nikanunue hivi. Ameota usingizini pesa na mali mbalimbali. Fa asbaha, akaamka asubuhi, huwa harijan fi uqbati ala sultanihi, akaamka asubuhi kwamba zile pesa hazioni wala hana zile pesa. Moja katika dalili kwamba wallahi alazim biizzati llahi wa jalali, katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, mtu huyu atapata pesa zile kwa njia iliyokuwa ya kheri na njia ya halali, pasina njia nyingine ambayo kinyume na watu wanavyopata. Pesa zake zitakuwa dhahiri, dhuhuri ziyadatin, itakuwa tena zina ziada. Alichokiona ndani ya usingizini, amekamata pesa, lakini asubuhi ataweza kupata tena. Anasema shekhe, fi ithnati shuhuri, katika miezi miwili tu au miezi mitatu, akitimiza malengo ya sharti ya ile ndoto, ataweza kuwa na mali tena kubwa sana. Yeye mwenyewe atashangaa katika uhai wake wa maisha. Kuota pesa, kuota umeshika pesa, kuota umekamata nyumba ya pesa, kuota umeokota pesa katika dola madinari, ni moja katika ndoto ya daraja, na huenda ukafanikiwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inshallah, dalili ziko nyingi za muhtaji huyu, lakini nimejaribu tu kuweka zile kadhaa ndogo ndogo na kubwa kubwa, ili mradi mtu ajitambue. Je, ukiota ndoto hizi za daraja, pesa, umeumwa kama nilivyoelezea, cheo za aina mbalimbali, ufanyeje? Kama nilivyosema, kuna dua maalum unaweza kusomewa, lakini dua ile itakwenda na kichinjo maalum. Utaweza kuchinja mnyama yule ni mweupe. Kwa mfano, unaweza ukapata kondoo mweupe
au kapata mbuzi mweupe aliyekuwa amechanganya mabaka, halafu ikasoma dua al-maslak al-qarib, ikasoma dua hiyo. Lakini na kuna dua inaitwa ijabati wal maqsudi, kujibiwa na kukusudiwa. Dua hiyo itasoma kwa muda wa siku 7, atasomewa muhtaji. Wallahi alazim, baada ya siku 7 kila alichokiota ndani ya ndoto kinaweza kutimia, na kwa uwezo wa Allah ndoto yake mali kaota cheo, anaweza hafla akapandishwa cheo, anaweza hafla akaja kuwa mtu mkubwa katika nchi, anaweza kuwa ni mtu ambaye mwenye malengo, biashara yake itakuwa. Hata katika familia kama watu hawakutaki, hawakusikilizi, utasikilizwa na familia, utakuwa una nguvu. Hata bosi wako, ulimi wako utakuwa una nguvu, lakini baada ya msukumo wa dua hiyo. Kwa hiyo insha Allah, Sheikh Salim Mlamba napatikana Vikindu Magogo 3 kwa namba ya 0714657173. Lakini kwa kipindi hichi cha wiki hii nitakuwa Zanzibar. Hapa tunapozungumza video hii nimefanya Zanzibar, niko Zanzibar. Unataka kuniona Zanzibar, piga namba hiyo hiyo ya 0714657173. Zanzibar nitakuwa kama wiki moja biidhnillah tabaraka taala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.